Waziri wa Biashara, Viwanda na Biashara, kakaangu Suleiman Saidi Jafo, lakini mwenyeji wetu mwanangu sana Nasibu bin Abdu. Kwa faida leo nikwambie kitu, Momo yeye anajua, we nadhani ulikuwa ujui. Mzee Abduli na mimi tumesoma darasa moja Uhuru Mchanganyiko. Kwa hiyo kama hajakupa hii leo nakugusia kidogo, kwa you are my son. Lakini nitambue uwepo wa mkuu wetu wa wilaya ya Ilala, pacha wangu Bwana Mpogoro, na meza kuu yote, na pia meza kuu upande wa kina mama, na kuona shangazi yangu mama mdogo pia, una nafasi zote mbili Bwana Biasha Baraka, na wote tulioalikwa katika futari hii. Niseme tu kama wanavyosema wanasiasa, itifaki imezingatiwa. Mimi nafasi yangu ni dakika 2 nimepewa, nianze kuzitumia kwa kumshukuru Mungu kwanza aliojalia na kutupa pumzi tukakusanyika katika jambo hili tukufu ambalo ni jambo la kiibada kwa sisi Waislamu, jambo la kufuturu. Lakini baada ya shukrani hizi za dhati ni washukuru ndugu zangu wa Wasafi Media chini ya mkurugenzi wake Simba kwa kutupa nafasi hii muhimu. Na kushukuru pamoja na kuwapongeza kwa sababu kwa mafundisho yetu ya dini ya Uislamu hili ni jambo kubwa sana. Amefikia pahala Mtume kutuambia kwamba yoyote mwenye kumfuturisha aliyofunga anapata malipo yake pasi na yeye kupunguza chochote. Kuna hakika leo ndugu zetu wa Wasafi Media, pamoja na zile thawabu zenu na malipo matukufu mliopata kwa saumu yenu ya leo, mmechukua pia na malipo yetu, lakini pia Mungu ametuachia. Hili ni jambo jema, ni jambo la kutukuka. Hongereni sana, na inshallah natarajia itakuwa futari yetu hii ya leo ni katika futari ambazo kama anavyosema ni zile zitakazotushuhudia tukikutana na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Nimalize salamu zangu kusema jambo ambalo linafanana na mimi katika hadhira kama hii. Nalo ni nafasi ya kukumbushana tu. Mungu anatuletea Ramadhani ni kwa sababu ya mapenzi yake makubwa kwetu. Alichozingatia kikubwa ni ile sunna yake ya kutuumba kisha tukarudi kwake. Na bwana mmoja aliwahi kusema kwamba lau sisi tukirudi kwa Mungu inakuwa hakuna chochote, ingekuwa hakuna safari njema zaidi katika safari anazosafiri mwanadamu kushinda safari ya kurudi kwa Mola wake. Lakini tofauti ni kwamba safari hiyo sisi tukirudi kwa Mungu tunakwenda kuulizwa, na mtu ataulizwa kila kile ambacho alikipata katika maisha yake, haijalishi miaka 5, 6, 20, 30, 100 aloishi. Mtu ataulizwa moja baada ya mingine. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu kwetu, kwa sababu ya kisimamo hiki cha kuulizwa, akatuletea vitu vingi sana ambavyo sisi tukivitumia vitakwenda kutupunguzia ukali wa maswali mbele yake. Miongoni mwa vitu hivyo akatupa siku 29 au 30 ambazo ameziita mwezi wa Ramadhani, mwezi wa ajabu kabisa ambao chochote unachokifanya katika mambo ya kheri unalipwa zaidi ya mara 70 ya kile ambacho kwamba ungekifanya katika miezi mingine 12 usiokuwa mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo niseme tu tuitumieni vyema Ramadhani, na inakwenda, zimebaki siku chache. Alisema mmoja katika wasemaji kwamba mwanadamu ana siku 3 tu, ana jana, ana leo na ana kesho, na akatoa agizo kwamba tuitumie leo yetu kwa ajili ya kurekebisha jana yetu tulioiharibu, lakini pia kwa ajili ya kutayarisha kesho yetu tusiokuwa na uhakika nayo. Niwaombe ndugu zangu, kwa siku chache zilizobaki ndani ya Ramadhani tuishi kiramadhani. Na mwisho kabisa niseme tu, yule Mungu ambaye kwamba yuko nje ya Ramadhani ndio huyo yuko ndani ya Ramadhani. Nini maana yangu? Tunavyoishi katika mwezi wa Ramadhani kwa kiasi ambacho tumependana, tumesaidiana,
tumeshukuriana, tumeitana tukafuturu pamoja kama hivi, na mengi ambayo kwamba tumefanyiana, ambayo yote ukiyapiga katika hisabu yanaitwa ni mambo mema. Tunaomba na nawakumbusha ndugu zangu, tuendelee tukayaishi mambo haya katika miezi 11 inayokuja. Mwisho, kwa umuhimu kabisa, unaweza ukasikia kwamba wale maswahaba walikuwa na kawaida ya kuipokea Ramadhani miezi 6 na kuiaga miezi 6. Maana yake ni kwamba walikuwa hawana tofauti ya maisha yao ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Kwa hiyo twendeni tukaishi kwa mtindo huo, ili Mwenyezi Mungu aendelee kutu